Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Kwa mfano
Yerusalemu, na katika Uyahudi na Samaria, hata mwisho wa dunia. Nani mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi na Samaria, hata mwisho wa dunia. Mungu Baba mwingi wa huruma awe katika nyumba yetu hii ya sala, na neema ya Roho Mtakatifu ilitakase hekalu la uwepo wake, na ndio sisi milele na milele. Tusikilize nia za leo, na baada ya hapo tutaimba utukufu kwa Mungu juu mbinguni. Mimi na sauti na tetemeko na radi na mvua ya mawe nyingi sana, na ishara kuu ilionekana mbinguni: mwanamke aliyevikwa jua, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa ana mimba, akilia, hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Yule mwanamke akakimbia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini ya mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Neno la Bwana. Za wafalme wamo, miongoni mwa akina bibi wako wastahiki. Mkono wako wa kuume amesimama Malkia, amevaa dhahabu ya Ofiri. Sikia binti, utazame, utege sikio lako, uwasahau watu wako na nyumba ya baba yako. Watapelekwa kwa furaha na shangwe na kuingia katika nyumba ya mfalme.
Katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, Wakorinto sura ya 14 aya ya 20 hadi ya 26. Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama, kila mmoja mahali pake. Limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana sharti amiliki yeye, hata aweke maadui wake wote nchi miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Neno la Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Majeshi yote ya malaika yanafurahi. Kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Limenitokeaje neno hili? Hata mama wa Bwana wangu anijilie mimi? Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Naye heri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu. Na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyoambia baba zetu Ibrahimu na uzao wake hata milele. Mariamu akakaa naye kadiri ya miezi mitatu, kisha akarudi kwenda nyumbani kwake.
Neno la Bwana. Umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha leo sherehe ya kupalizwa mbinguni mama yetu Bikira Maria. Mafundisho ya kanisa yanatuingiza katika fungo hilo la Mwenyezi Mungu, kwamba Maria amepalizwa mbinguni mwili na roho, na haya nafanyika yeye akiwa binadamu. Maria alikuwa ni binadamu ambaye aliishi mapenzi ya Mungu, na kama kuishi mapenzi ya Mungu maana yake ni kupambana na hali, na ni katika jitihada yake, juhudi yake, ule uteuzi wa Mwenyezi Mungu unajifunua, anapokewa, anakubaliwa na Mungu kama chombo chake kiteule. Na hivi anapotokewa na malaika, anaanza safari hiyo. Haikuwa rahisi kwake Maria, na hasa pale anapojulishwa kwamba ameteuliwa kuwa chombo kiteule cha Mungu, atamzaa Mwokozi. Maria hakukurupuka, pamoja na kwamba pengine hapa na pale alijua anaweka jitihada zake kama binadamu kuishi mapenzi ya Mungu. Alimuuliza malaika, limemtokeaje? Anajiona bado katika udhaifu wake, unyonge wake, na hatimaye malaika anapomwambia usiogope Maria, na baadaye basi anakubali. Hata kule kubali kwake, maneno anayotumia haionyeshi yeye kujionyesha kwamba amefanikiwa. Sema basi mimi ni mtumishi wa Bwana, na iwe kwangu kama Mungu apendavyo. Na kwa njia pale anatwaliwa kuwa chombo kiteule cha Mungu. Wapendwa katika Kristo, safari hiyo ya ndio ya Maria ambaye anaipokea akijiona binadamu wa kawaida, akiwa binadamu wa kawaida, mnyonge kama sisi, lakini ambaye anapigania mapenzi ya Mungu, inaendelea hata pale ambapo fungo hili la Mungu linakamilika ndani ya nafsi yake. Anajua amembeba Mwokozi wa ulimwengu, anaishi maisha ya kawaida, na ndio sehemu ya Injili tuliyosikia. Maria anatoka, anakwenda kumsalimia ndugu yake Elizabeti, ambaye vile vile anaambiwa ni mjamzito katika umzee wake. Kunaona anasukumwa na hali ya upendo, huruma, kujali. Anakwenda kumtafuta Elizabeti, si kwenda kutafuta maneno haya ambayo tumesikia Elizabeti anamtamkia, ambayo yanakuwa uthibitisho sasa wa kile ambacho aliambiwa na malaika, na sasa anaambiwa na binadamu mwenzake kile kile. Anasema Mariamu anafika kule, anamwamkia Elizabeti. Elizabeti anasema, uliponiamkia kitoto kikaruka ndani ya tumbo langu. Elizabeti alijijua tayari kwamba ni mjamzito,
miezi 6 mbele ya Maria, lakini anaonyesha hilo kwamba hata yeye ni kama uwepo wa Maria umemthibitishia kile ambacho Mungu amemtendea katika uzee wake, na anaonyesha kwanza uwepo wa fumbo hilo la Mungu kwake Elizabeti, pia maandalizi ya kuzaliwa Yesu yaliyotanguliwa na kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji. Wakati Maria amejazwa na nguvu hiyo ya mbinguni, amejazwa na Kristo mwenyewe, amembeba Kristo. Elizabeti tunaambiwa alijazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, yule yule ambaye malaika alimwambia Maria atakushukia kama kivuli. Katika nguvu ya Roho Mtakatifu anashangaa, ndipo anatamka maneno haya, umebarikiwa wewe katika wanawake. Si mnyonge tena, ni kama anamthibitishia tena Maria yale maneno ya malaika, usiogope Maria. Huyu anamwambia umebarikiwa kweli. Kama umebarikiwa kati ya watu wote, haupaswi kuwa na wasiwasi. Anamwonyesha Elizabeti, na hata yule utakayemzaa amebarikiwa. Na ndipo Elizabeti anamuita jina ambalo Maria amekwisha pewa na Mungu kupitia malaika. Limenitokeaje neno hili? Mama wa Bwana wangu anijilie mimi. Mama wa Mungu anawezaje kuja kwangu? Pamoja na yule Elizabeti unaoja naye, anarudi katika unyonge wake, unyenyekevu. Na hili anasema hakulipata kwa tukio kubwa. Sauti ndogo ya kuamkia Maria imemfanya asikie kile ambacho ni fumbo la Mungu ndani yake. Na mwisho anasema hayo imetokea kwa sababu Maria alisadiki. Heli aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Maneno hayo ni kama yanafungua sasa tena ukurasa mwingine, si tu katika uhusiano wa Maria na Elizabeti, lakini kwa imani mafumbo ya Mungu yanafunguliwa kwa wote ambao wataamini. Heri ambaye anasadiki hayo, tukiwemo hata mimi na wewe. Ndugu zangu, tunapoadhimisha siku ya leo, inawezekana changamoto kubwa na mahangaiko yetu ni kujua kwamba alibebwaje, alipalizwaje. Fumbo hilo la kupalizwa Maria ambalo kanisa limetuthibitishia, hata sisi kwa tafakari ya kina ya maisha ya Bikira Maria naweza kufikia kuona kizuri hiki kitakatifu hiki ambacho Mungu amekiumba, amekikinga, amekipatia neema zote, kinawezaje kikaoza kaburini? Kinawezaje kikapungukiwa neema hiyo ya Mungu? Tena pamoja na uzuri na ukubwa huo, kimejaa unyenyekevu. Wimbo huu wa Bikira Maria, maneno yote yamejaa unyenyekevu. Unyenyekevu, bado anajiona ni mtumishi wa Bwana, mnyonge wa Bwana. Hata hayo makubwa yaliyotokea, anasema mimi ni mjakazi tu, ingawaje anakubali ukweli huo kwamba yeye vile vile ni mbarikiwa, tena atakayekiri, ambaye watamwita mataifa yote. Kumbe ni sherehe ambayo hata sisi tukiingia kwa kina katika imani, heri anayesadiki imani, na tukamweka Bikira Maria mbele yetu. Chukue Bikira Maria kabla ya kupalizwa mbinguni, au sehemu ya tafakari yako. Bikira Maria ambaye anatamkiwa maneno haya, umebarikiwa kuliko wanawake wote, ambao tunayarudia kila leo katika Rozari Takatifu na hata katika sala fupi tunaposali sala ya Salamu Maria. Sifa hizi tunazozitaja kwa mama Bikira Maria,
Inakuwaje ngumu Mungu kumpariza mbinguni mwili na roho? Sisi tunaongojea na tunaongojea kwa hamu na kufanya sadaka kubwa. Maisha yote ya imani ni matumaini ya kushiriki katika uzima wa milele. Kama hili ni tumaini letu linalofanya tukaishi Ukristo wetu na kupokea misaada mbalimbali ya kiroho ili litimie, linashindikanaje kwa mama Bikira Maria? Kumbe tunapohangaika na mafumbo makuu ya Mungu, ni wito vile vile wa kurudi katika nafsi zetu. Mafumbo hayo tayari yanajidhihirisha katika nafsi yetu, yanaishi ndani ya nafsi zetu, ndiyo nguvu yetu, ndiyo safari yetu, ndiyo dira yetu. Tunayaona hapo kwa mbele, na pamoja na unyonge na udhaifu, mama kanisa kwa upendeleo anatupa tena misaada ya hayo ambayo ni mafumbo, hayo ambayo ni matumaini. Tuanze kuonja uhalisia wake hapa duniani. Msaada mkubwa uko katika sakramenti. Tangu sakramenti ya ubatizo ni uteuzi wa Mungu, msaada wa Mungu, kubarikiwa na Mwenyezi Mungu. Tuianze safari hiyo, na anatupa zawadi hiyo katika udhaifu wetu. Baadaye anatupa msaada kuishi Ekaristi Takatifu, kulisha, kupata nguvu kwa ajili ya safari hiyo. Hatimaye leo ndugu zetu hawa 91 wanapokea sakramenti ya kipaimara. Mungu Roho Mtakatifu ni msaada ninyi wa kipaimara, mjue hilo, kwa malengo na matumaini ambayo mmeyapokea kwa zawadi ya imani ambayo mlipokea kwa ubatizo wenu. Na tunaambiwa heri ambaye amesadiki, kwani yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Mtimizaji ni Mungu. Imani ni zawadi tuliyoibeba sisi, na ni lazima tuiweke katika matendo, tuiishi. Ndio maana ninyi hamwanzi leo kwa kipaimara. Mmejenga juu ya ubatizo, mmejenga juu ya Ekaristi Takatifu, mmejenga juu ya kitubio. Mnaingia sasa tena kupokea msaada mkubwa wa Mungu Roho Mtakatifu. Hali haya mengine yote yakiendelea kuthibitisha mnasadiki. Na ndio maana hata leo kabla ya kupokea kipaimara tarudia tena ahadi zetu za ubatizo, ni kukataa na kusadiki. Tunaambiwa heri. Heri hiyo isitutoe katika barabara yetu, matumaini yetu ya kutazamia uzima wa milele. Na hii ikawa ndio kama ndio dira yetu, juhudi zote zikaelekezwa huko. Naogopa dhambi kwa sababu zitanikosesha uzima wa milele. Napokea kitubio kwa sababu nahitaji uzima wa milele, kwenda mbinguni aliko Maria. Andiko baada ya hapo tushiriki mfuko wa miili, kwa hata sisi tutamwona Mungu kwa miili na roho zetu itakapofikia utimilifu wa nyakati. Kithibitisho cha hilo ni Maria, Mama Maria aliyepalizwa mbinguni. Hatuyafanya hiyo katika maisha mepesi, iwe hili somo la Injili ambalo hata Maria anaonyesha ugumu upo. Kuna kiburi, kuna wanaong'ang'ania tu madaraka, anapata madaraka ya hapa duniani, anadhani ndio mwisho. Na hii inaweza ikatokea leo hata hapa ndani ya kigango, ndani ya parokia. Mmoja anateuliwa
anapewa kushika madaraka fulani, anaona ndio mwisho, vyeo ukaona ndio mwisho. Maria anatufundisha ni unyenyekevu na utumishi. Hata katika somo la kwanza, ishara hii ambayo inaonekana mbinguni wazi inajidhihirisha, ndugu zangu, katika hali hiyo ya utumishi. Mwanamke huyu ambaye tunamsikia katika somo la Injili hana sifa yoyote, ni unyonge, ni kukubali kuwa mtumwa na kuishi mpango wa Mungu. Hata katika mahangaiko, anasema ishara hiyo ilihusisha vile vile umeme na sauti na radi na tetemeko na mvua. Vitu hivi vinatisha katika hali ya unyonge wa kibinadamu, na vinatisha zaidi vinapochukua sura ya binadamu. Binadamu mmoja anageuka kweli kuwa kama umeme, anapiga shoti wenzake. Hata kama yupo anavumiliwa na anahudumia, unamfuata kwa tahadhari. Unaona hata hawa, hizi waya hizi zina umeme hizi, ndio maana zimefunikwa plastiki juu. Tahadhari kubwa. Hawa hapo ukiambia waunge vitu vyao fulani sasa hivi, inabidi wazime kwanza. Unakuwa hali hiyo, yaani watu wakuogope, wewe ni umeme, vurugu, radi, tetemeko. Baba wa familia unaingia nyumbani, ni vurugu. Hata katika mazingira hayo, yawe katika familia, yawe ndani ya vilango vyetu, yawe katika taifa, yawe katika jamii, hayasababishi na hayahalalishi sisi kutoangalia mpango wa Mungu. Mwanamke huyu ambaye anatokea kama mpango wa Mungu, anayemwakilisha Maria katika vurugu hiyo ya umeme na nini, amepangiliwa, amevikwa jua, mwezi chini ya miguu yake, taji la nyota 12 juu ya kichwa chake. Ana uzuri, anavutia, ni ishara ya unyenyekevu ambayo hata sisi tunaweza kuwa nayo. Watu wakakutambua ni nani, una sifa gani, una nguvu gani, una uwezo gani. Sio inakuwa mtu tu wa kubabaisha, leo umefanya jema mpaka watu wanashangaa, lakini unakuja unatenda ovu mpaka wote wanashangaa tena mara ya pili. Tunapaswa kuwa na mwelekeo. Maria katika ishara hii, pamoja na analia na utungu, ana mimba kwa ajili, ana uchungu wa kujifungua, analia, ni mjamzito, lakini anabaki katika mpangilio aliowekewa na Mwenyezi Mungu. Sisi wengine pengine kitokea bahati mbaya umelia, ndio atakutambua kisasi chake, unageuka na wewe unakuwa ni hali hiyo ya vurugu isiyoonekana na kueleweka. La tatu, somo hili linatuonyesha katika kukubali mapenzi ya Mungu sio mwisho wa vurugu na wasiwasi. Pengine utafungulia vurugu nyingi zaidi. Haiailishi, haihalalishi kudumu katika hali ambayo umemkabidhi Mwenyezi Mungu na umegundua umeipokea zawadi kwake na unataka umrudishie. Joka kubwa tumesikia, jekundu, halina hata mpangilio, lina vichwa 7 na pembe 10. Unaweza pembe zingine zimekaaji, hakuna uwiano, na yote anaelezwa joka hilo na nia yake mbaya. Limekaa pale ili huyu mama akijifungua mtoto wake limle. Nia mbaya. Haijifungui tu katika matendo. Ukiamua kuacha mpango wa Mungu, ile nia mbaya unatembea nayo, lakini inaharibu utambulisho wako.
una sifa. Ndio kama joka hili, vichwa 7 pembe 10, zimekaaje? Lina uharibifu, mkia wake unakokosa theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Ni kuharibu tu. Inawezekana hata sisi katika ubaya tunaharibu. Hakuna ubaya unajenga, ubaya unaharibu. Chuki, dhuluma, wizi, kazi yake ni kuharibu. Hata kama kwa muda utaonja unafanikiwa, na mwizi anafurahi anapofanikiwa, amepata kitu. Kama kaiba mbuzi, alikuwa na mbuzi 2 nyumbani, amefikisha 3. Lakini uharibifu. Umemwachaje jirani? Unaishije na hicho ambacho umekiiba? Mwizi wa mbuzi hawezi kufuga mbuzi hadharani, anaficha. Kama wengine atachinja na kuharibu. Ndio maana hata anapouza anauza kwa bei ya kutupa. Kokota theluthi ya mboga nyota za mbinguni na kuzidondosha. Kama tutadumu katika imani, katika kusadiki, anaonyesha mwandishi wa Ufunuo, ni kama fimbo ya chuma. Haya ni matisho, yatapita, lakini imani itakudumisha, na ndio itakayotupeleka kufikia sifa hii ya Mama Bikira Maria. Sifa za Maria ni za Yesu Kristo, ambaye Paulo anaonyesha katika unyenyekevu, utii hata kufa msalabani, amefufuka katika wafu, na kwa ajili ya wote waliolala. Kumbe hata kama hali itatupiga, tutalala, tutaonekana tumeshindwa, Kristo ni limbuko letu, hata kama ni wakati wa mwisho. Ndugu zangu, tuna bahati gani sisi? Huku kuna Yesu, huku kuna Maria. Yesu aliyetenda na anayeendelea kutenda kwa ajili yetu, kwa ajili ya kushinda adui zetu, hali Maria akituombea katika uhalisia kama tulio nao. Yuko mwili na roho mbinguni. Ni sherehe ya matumaini, sherehe ya kusadiki, na tukumbuke anayetenda ni Mungu. Na ndio maana angalia Maria katika utakatifu wote na hali nzuri aliyokuwa nayo, hakujipaliza Maria, hakupaa kama Yesu. Amepalizwa mbinguni, maana amebebwa katika unyenyekevu na upole, amepalizwa mbinguni. Tumtumaini Mungu atende katika nafsi zetu, hata kwa wale ambao utaona magumu, pengine nadhani imeshindikana, kabidhi Mungu, anapaliza. Na tuanze kuonja kupalizwa kwa Bikira Maria bado katika hali zetu, pale ambapo jirani amekuwa msaada wa kutoa katika uliodhani yameshindikana, ni Mungu anatenda. Pale ambapo hali usioifahamu imekuwa sababu ya faraja yako katika mahangaiko ambayo ulidhani sasa yamefika mwisho, na yakapita yote, maumivu yakaondoka, pengine umekata tamaa ukaondoka, kurudi na kuona Mungu anatupaliza, anatuinua. Bado tungali hapa duniani, tutumie hali hizo kuyatazama ya mbinguni. Tumuombe Mama Maria aliyepalizwa mbinguni atuombee, tuwe naye siku moja mbinguni katika mwili na roho. Na hivi kumbe wajibu unakuja sasa. Leo mimi nikipalizwa mwili na roho, nikapelekwa mbinguni, ninaenda na mwili gani? Unapeleka mwili gani? Kumbe Maria anakukumbusha vile vile
utakatifu wa mwili. Vijana, mwili uliochezewa, hata tu binafsi, wengine umejichora matatuu manini, pigwa chale kila mahali na waganga wa kienyeji, na hasa maeneo yetu haya, upigwe chale eti ukapate samaki. Nyie watu wa kanda ya Ziwani huko pigwe chale, hautamaniki. Huo nao kweli hivi tunaopeleka mbinguni wana kasoro kidogo, lakini Mungu ni mwenye huruma, atakupeleka hivyo na matatu yako, lakini kidogo kwa watakatifu utakuwa unaonekana ndio umefika kwa watakatifu, lakini katakatifu fulani kama tatu. Kwa umuhimu wa kutunza vile vile miili yetu hii tulio nayo, kujitoboa midomo, toboa masikio, bandika vitu vya ajabu. Tunapaswa kuheshimu vile vile mwili, ni sehemu ya utakatifu. Mwili wenye mapanga kwa sababu ya wizi wa mitego ya wenzako, unahesabu hapa ni panga, hapa ni mshale, hapa ni linaswa mimi mwenyewe na ndoano, naiba. Kama ni makovu yao yaliyopigania utakatifu, napata kovu hili naokoa mtoto asingie kwenye moto, napata kovu hili ninatenda hiki kitu chema. Hayo ni makovu matakatifu kama yale ya Kristo, hana aibu kuingia nayo mbinguni. Kwa Maria anapopalizwa mwili na roho, ni wito pia wa usafi wa miili yetu. Utakatifu uanze katika miili hii tuliyoibeba, na ni kuheshimu mwili mtakatifu, uheshimiwe. Na sehemu fulani mwili huo uwe mali yako peke yako na Mungu. Kijiji kizima wanafahamu mwili wako ulivyo. Una utakatifu, wameufahamu katika hali gani, ulikuwa wapi? Kwa hiyo utakatifu wa mwili, na ndio maana hitaji la kulinda uhai ni haki yako na haki ya jirani. Uhai huo uko ndani ya mwili, kwa tuna wajibu wa kulindana vile vile. Wengine tunatosana, kusalitiana huko ambako imani za kishirikina zimejaa, eti unakodisha wauaji waje wamuue kwa sababu mimi sikumuua. Umeua, unampelekea daktari ujauzito amuue yule mtoto, mwili mtakatifu. Umeua. Tumia lugha nyepesi, kutoa mimba, uwaji wa mimba, uwaji wa watoto. Hawa watoto tunaowatoa mimba, utakapokuta mbinguni wakakuita mama, utajibuje? Utamfahamu, lazima utamfahamu. Wakakuita baba, kwa sababu ndio uliokataa, ndio uliotoa hela, ndio uliopanga mipango yote ya utoaji wa mimba. Hawa utakutana nao. Kumbe tulinde utakatifu wa miili inayobeba Roho Takatifu, na ni sehemu ya uzima wa milele mbinguni. Mama Maria palizwa mbinguni atuombee. Tumsifu Yesu Kristo. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.